السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره وعلم مورد كل مخلوق ومصدره، وأثبت في أم الكتاب ما أراده وسطره، فلا مؤخر لما قدمه ولا مقدم لما أخره، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Kwa Islam, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma na amani kiongozi wa umma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, nitoe shukurani za dhati kwa viongozi wangu wa msikiti huu kwa kunipa fursa hii adhimu, fursa ambayo tutakumbushana baadhi ya masail yanayofungamana na mwezi mtukufu wa Ramadhani, kuwakumbusha ndugu zetu wengine ambao hawajui kwamba mwezi mtukufu wa Ramadhani kwamba umeshakaribia. Kwa fursa hii niseme asante sana kwa viongozi wangu kwa kunipa fursa hii adhimu. Mwenyezi Mungu awalipe kila la kheri, lakini pamoja na waumini wote kadhalika Mwenyezi Mungu atulipe kila la kheri. Ama nitataja mambo mawili: ukumbusho wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini nitamalizia masala yanayofungamana na ibada tukufu za swala zetu hizi, swala tano. Mambo mawili hayo leo hii nitagusa walau kwa dakika kadhaa. Waislamu, tuko ndani ya mwezi wa Shaaban, tuko ndani ya mwezi wa Shaaban, na baada ya mwezi huu ni mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwa maana ya kwamba Ramadhani imeshakaribia na kila kitu hupendeza kitu hicho kabla hakijafika hufanyiwa maandalizi. Mwezi wa Ramadhani ni mwezi ambao kila mu'min anatakiwa kujipinda, kuzidisha katika khairat. Ukiwa wewe ulikuwa ni msomaji wa Qur'ani katika miezi ya kawaida kwa namna kadhaa, basi unapoingia mwezi mtukufu wa Ramadhani unatakiwa ujipinde katika kuzidisha kusoma kitabullah, kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ukithirishe zaidi. Ukiwa wewe ulijizoesha kutoa sadaka kwa namna moja ama nyingine, basi unapoingia mwezi mtukufu wa Ramadhani unatakiwa ukithirishe, ufanye wingi kutoa sadaka
ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ukiwa wewe ulikuwa unajitahidi katika mambo ya sunna, mambo ya khairati, unatakiwa unapoingia mwezi mtukufu wa Ramadhani ukithirishe katika mambo ya khairati. Kwa sababu gani? Malipo yanayopatikana ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, malipo ya thawabu katika ibadati, ni tofauti na malipo yanayopatikana nje ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa Islam, Ramadhani ndio hiyo imeshakaribia, na mmoja katika wanawachuoni alisema, Ramadhanu aqbala ya ulil albab fastaqbiluhu ba'da tuli ghiyab. Amun mada min umrina fi ghafla fatanabbahu fal'umru dhillu sahabin watahayyau litasabburin wa mashaqqa fa ujuru man sabaru bighairi hisabe. Mwanachuoni huyu alizungumza maneno haya kuwaambia Waislamu waupokee mwezi mtukufu wa Ramadhani. Maana ya maneno haya ni kwamba, anasema mwanachuoni, Ramadhanu aqbala ya ulil albab, mwezi mtukufu wa Ramadhani umeshakaribia, enyi waumini wenye akili kubwa, akili za undani kabisa. Fastakbiluhu, basi upokeeni mwezi mtukufu wa Ramadhani. Fastakbiluhu, upokeeni mwezi huo, baada tuli ghiyab, baada ya kuwa umeshapita muda mrefu. Lakini amu madha, mwaka mmoja umeshapita, min umrina, katika umri wetu, fi ghafla, hali ya kuwa sisi tuko katika kughafilika na maisha mafupi ya kidunia. Akatuambia, fatanabbahu fal'umru dhillu sahabin, basi zindukeni enyi waumini. Fatanabbahu, zindukeni, amkeni kutoka katika ghafla. Fal'umru dhillu sahabi, kwani umri kwa mtu ni mfano wa kivuli cha wingu. Kivuli cha wingu, mathalan, nenda wakati wa saa 7 ya mchana, kivuli utakuta kiko hapa. Nenda saa 8, saa 9, hakipo tena, kimeshaondoka, kiko sehemu nyingine. Mfano huu ndio maisha ya mwanadamu katika hii dunia. Fatanabbahu, zindukeni enyi wanadamu waumini. Fal'umru dhillu sahabin, kwani umri kwa kila mtu ni mfano wa kivuli cha kiwingu. Wakati mwingine unakikuta, ukienda tena hakipo. Kadhalika maisha ya mwanadamu ndio hayo, leo yupo, kesho hayupo. Imamu katutangazia hapa kuhusu mzee wetu, lakini naamini wiki iliyopita tulikuwa naye, lakini leo hii inatangazwa mazishi yake. Ndio hali ya dunia na ndio hali ya wanadamu. Fatanabbahu, zindukeni, amkeni enyi mlioghafilika. Fal'umru dhillu sahabi, kwani umri kwa mwanadamu ni mfano wa kivuli tu. Muda huu kipo, ukienda tena hakipo. Akaendelea kusema mwanawachuoni, watahayyau, najiandaeni kuupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani, litasaburi wa mashaka, tujiandaa na kufanya subira madhubuti katika mwezi wa Ramadhani na kupata mashaka, machovu mbalimbali yanayopatikana ndani ya funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ibada hii inahitaji subira ya hali ya juu,
kwa asiyokuwa mwenye subira, wala hatoweza kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ukimuona mu'min anatekeleza ibada tukufu ya funga ya Ramadhani, basi mtu huyo amejipamba na swala zima la subira. Kwa watahayau, najiandaeni na mwezi huo mtukufu wa Ramadhani, litasabbur, kujiandaa na subira madhubuti, wa mashaka, na kupata machovu na mashaka mbalimbali katika funga. Wezi kufika mpaka wana subira. Akamalizia kwa kusema fa ujuru man sabaru bighairi hisabi, kwani malipo ya mwenye subira hayana hisabu. Allah subhanahu wa ta'ala, malipo ya mwenye kusubiri hayana hisabu, ni kumlipa tu, kummimilia tu, hayana idadi. Na wanawachuoni wanatuambia subira imegawanyika katika sehemu tatu. Fasabru ala thalathati anwa, subira imegawanyika katika sehemu tatu. Subira aina ya kwanza, sabrun ala taati llah, ni ile subira ya mtu mwenye kusubiri, mwenye kuvumilia katika kumtii Mola wake Allah subhanahu wa ta'ala, akadumu katika taatullah, akadumu katika kumtii Mwenyezi Mungu. Hii ni moja katika subira. Wa sabrun an maharimillah, na subira aina ya pili ni mtu kusubiri kwa kujiepusha na yale ambayo aliyoyaharamisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Yani mtu akavumilia kwa kuacha yale yote aliyoyaharamisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, hiyo ni subira namba 2. Wa sabrun, na subira aina ya tatu, sabrun ala al-alami wash-shadaid, mtu kusubiri, kuvumilia katika maumivu mbalimbali, maradhi mbalimbali na shida mbalimbali, lakini mtu akadumu katika subira, basi hii ni subira aina ya tatu. Na zote aina tatu za subira tulizozitaja, kulluha tujadu fi sawm, zote hizo zinapatikana katika ibada ya funga. Ibadatu sawm, ibada ya funga, watukufu wa Islam, la yataadda illa bisabr, haitekelezeki ibada hiyo ya funga isipokuwa kwa subira. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala analipa ibada ya funga pasi na hisabu, kwa sababu ni ibada ambayo haitekelezeki isipokuwa kwa subira. Ndani ya Qur'an Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anatuambia katika aya ya 10 ya suratu Zumar, baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, anasema Mwenyezi Mungu, innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab, hakika si vinginevyo. Innama adatul hasr, jumla imeanzia na innama adatul hasr, hakuna vinginevyo, hakuna vinginevyo. Watalipwa wenye subira malipo yao pasi na kuhesabiwa. Kwa hiyo ikiwa aya hii Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anatuambia malipo ya subira hayana hisabu, hakuna mwenye kujua hisabu yake illa Allah, isipokuwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wa ibadatu sawm, na ibada ya funga, la yataadda illa bisabr, haitekelezeki isipokuwa kwa subira. Wafahamu ya kwamba malipo ya siyam, malipo ya ibada ya saumu, watukufu wa Islam,
hayana idadi. Mwenyezi Mungu anamimina tu. Hakuna kiumbe cha aina yoyote mwenye kudhibiti thawabu za aliyefunga, si malaika, si jini, si mwanadamu, si kiumbe cha aina yoyote mwenye kudhibiti malipo ya idadi ya ufungaji. Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenyewe. Allah subhanahu wa ta'ala bikathrati thawabi, kwa wingi wa thawabu zake. Kwa Islamu, Ramadhanu aqbala ya ulil albab, Ramadhani imekaribia enyi wenye akili kubwa. Fastakbiluhu baada tuli ghiyab, basi upokeeni mwezi mtukufu wa Ramadhani baada ya kupita muda mrefu, mwaka mzima. Tujiandaeni na kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani. Salman al-Farisi ambaye ni sahaba wa Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, siku moja akazungumza maneno yafuatayo, annahu qala, kwamba yeye Salman al-Farisi alizungumza, khatabana Rasulullahi sallallahu alayhi wasallam fi akhir yawmin min Sha'ban, anasema alitupa hutuba Mtume wa Mwenyezi Mungu siku ya mwisho katika mwezi wa Shaaban, yani mwezi kama huu. Hutuba yenyewe Mtume alisemaje? Salman al-Farisi anatuambia Mtume alisema hivi, ayuha nnas, enyi watu, qad adhallakum shahrun adhimun mubarak, hakika umewafikieni nyinyi mwezi mtukufu, mwezi uliobarikiwa, mwezi ambao fihi lailatul qadr, ndani ya mwezi huo kuna lailatul qadr. Hakuna asiyojua, hakuna asiyojua ubora wa lailatul qadr. Wanawachuoni mashekhe kila siku ya Mungu wanatuelezea ubora wa lailatul qadr. Haipatikani isipokuwa upatikana ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam anatuambia fihi, ndani ya mwezi huo mtukufu wa Ramadhani, lailatul qadr, kuna usiku huo wa lailatul qadr, usiku ambao khairun min alfi shahr, ni mtukufu zaidi kuliko utukufu wa miezi 1000. Imamu katuambia miezi 1000 sawa sawa na miaka 84 na miezi kama mitatu. Miezi 1000 ni sawa na miaka 83 kama sikosei, pamoja na miezi 4 wingi wake. Kwa hiyo nini maana yake? Amali njema zitakazofanyika ndani ya usiku huo wa Lailatul Qadri, amali hizo ni bora zaidi kimalipo kuliko amali za miezi 1000. Ni miaka 83 na miezi 4 zinazidiwa na amali njema zitakazofanyika ndani ya usiku mmoja, usiku ambao hupatikana ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Shahru Ramadhan, Ramadhana aqbal au Ramadhanu aqbal ya ulil albab. Ramadhani ndio imeshakaribia na fadhila zake ndio hizo tunazozitaja. Tunakumbushana kabla haujafika. Ukifika mwezi wa Ramadhani tuyatekeleze haya tunayokumbushana. Sio kukumbushana wakati mwezi wa Ramadhani umeshafika. Tujiandae, kipindi cha kujiandaa na kuupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani ndio hichi.
ukishaingia mwezi mtukufu wa Ramadhani ni kutekeleza tu. Kwa amali zitakazofanyika ndani ya usiku huo wa Lailatul Qadr, amali za kheri ni bora zaidi kimalipo kuliko amali za miaka 83 na miezi minne. Ni bora, lakini zimezidiwa na amali za usiku huo mmoja tu. Kwa Islam, Allah subhanahu wa ta'ala ametupendelea sana ummati Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo Mtume ikawa anatuambia fihi Lailatul Qadr, ndani ya mwezi huo wa Ramadhani kuna usiku huo, usiku ambao khairun min alfi shahr, ni bora zaidi kuliko miezi 1000. Maana yake ndio haya tuliyoyataja. Lakini akaendelea kusema ja'ala Allahu siyamahu faridha, Mwenyezi Mungu amejaalia mwezi huo funga yake kuwa ni fardhi. Wa qiyama lailihi tatawwu'a, na kisimamo cha usiku wa Ramadhani akajalia Mwenyezi Mungu kuwa ni sunna, kisimamo cha usiku. Akatuambia waman taqarraba fihi bi khaslatin, mwenye kujikurubisha ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, mtu akajikurubisha kwa Mwenyezi Mungu bi khaslatin, kwa jambo moja tu la kheri, ima ni sunna au jambo lolote la kheri, jambo moja tu, kana kaman adda alfaridata fi ma siwahu, basi mtu huyo ni kama yule aliyoitekeleza fardhi moja nje ya mwezi wa Ramadhani. Angalia utukufu wa mwezi wa Ramadhani na fadhila zinazopatikana ndani ya mwezi huo mtukufu wa Ramadhani. Jambo moja tu la kheri utakapolifanya, basi thamani yake ni sawa na fardhi moja ulioifanya nje ya mwezi wa Ramadhani. Rahmatan min Allahi ila ummati Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, hizo ni rehma zilizotoka kwa Mwenyezi Mungu kuja kwa ummati Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Akaendelea kusema Mtume sallallahu alayhi wasallam, waman taqarraba fihi, na mwenye kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, faridatan, fardhi moja tu, lakini ameitekeleza ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, kana kaman adda 70 faridatan fi ma siwahu, mfano wake ni kama yule aliyotekeleza fardhi 70 nje ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Angalia fadhila za mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa yule mwenye kutekeleza amali njema ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Fardhi moja tu utakayoitekeleza ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, sawa sawa kiuthamani wake fardhi 70 miezi mingine isiyokuwa mwezi wa Ramadhani. Mathalan, katika Ramadhani ukaswali ya dhuhuri moja, sawa sawa umeswali ya dhuhuri 70 nje ya Ramadhani. Sasa nje ya Ramadhani kwa siku moja tunaswali swala 5 mara siku 30, sawa sawa na fardhi 150 kila siku tunazitekeleza. 5 mara 30 maana yake 150, tunatekeleza fardhi kwa mwezi 150. Lakini hizo fardhi 150 nje ya Ramadhani ukizitekeleza ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa siku 30, sawa sawa na fardhi 10,500. Swala 5 ukaswali Ramadhani yote kwa siku 30, thamani yake nje ya Ramadhani sawa sawa umeswali fardhi 10,500 kwa fardhi moja tu. Haya,
piga mahesabu mwenyewe katika umri wa mtu, ili atekeleze fardhi 10,500 ni miaka mingapi hiyo? Lakini anapata uthamani huo ndani ya siku 30 za mwezi mtukufu wa Ramadhani. Waman adda fihi faridatan, na mwenye kuitekeleza ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani fardhi moja tu, kana kaman adda 70 faridatan fi ma siwahu, basi ni kama yule aliyotekeleza fardhi 70 nje ya mwezi wa Ramadhani. Ni huruma iliyoje iliyotoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaendelea kutuambia, wa huwa shahru sabr, wa huwa shahru sabr, mwezi huu wa Ramadhani ni mwezi wa subira. Kama tulivyozungumza hapo mwanzo, ni mwezi wa subira. Asiyokuwa na subira yote haya yanampita. Ni mwezi wa subira. Wa huwa shahrul muwasat, mwezi mtukufu wa Ramadhani ni mwezi wa kuzidisha watu kusaidiana. Unakula futari nzuri, daku nzuri, jirani yako hakikisha kapata futari, kapata daku. Mwezi mtukufu wa Ramadhani, kama unalo hilo mwezi ya kawaida, katika Ramadhani zidisha zaidi, kwa sababu malipo yake ni maradufu zaidi. Wa huwa shahrul muwasat, mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa kukithirisha, kuzidisha, kusaidiana. Wa huwa shahru, nao mwezi mtukufu wa Ramadhani, awwaluhu rahma, 10 la mwanzo wake ni 10 la rehma. Wa awsatuhu maghfira, na 10 la kati yake ni 10 la maghfira. Wa akhiruhu itqun minan nar, na 10 la mwisho wake ni 10 la kuachiliwa huru na moto. Hadithi imerefuka, lakini muda hautoshi kwa sababu kuna mambo mawili. Walillahi alhamdu, nimejitahidi watu wa Islam kuwakumbusha tujiandae na kuupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam katueleza katika hadithi tuliyotoa walau kwa uchache huo, fadhila za mu'min atakazozipata mu'mini huyo aliyotenda kheri. Fadhila zake jambo moja tu la sunna, jambo moja tu la kheri, sawa sawa ameitekeleza fardhi katika miezi mingine. Fardhi moja katika Ramadhani sawa sawa ameitekeleza fardhi 70 katika miezi mingine. Ameswali swala 5 siku 30 sawa sawa na swala 10,500 katika hisabu ya miezi mingine. Sasa umepata Ramadhani zako 10, utamshinda mtu ambaye alioishi miaka 1000. Na ndio hikma ya Mwenyezi Mungu kutupa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Umri wetu ni mfupi, miaka 60, 70, wachache wenye kuvuka zaidi ya hapo. Lakini Allah katusifu, kuntum khaira umma, nyinyi ndio umma bora. Haya, utamzidi vipi mtu ambaye ameishi miaka 1000, miaka 950, miaka mamia miaka watu wameishi hapo nyuma? Sasa wewe utukufu utaupataje? Jambo gani utakalolifanya katika ucha Mungu umzidi mtu aliyoishi miaka 900, miaka 1000 kwa miaka 60? Allah akatupa mwezi wa Ramadhani, mwezi ambao fihi fawaidu kathira, ndani yake kuna faida nyingi. Ukijipamba na kutekeleza yale yanayotakiwa kutekelezwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani lillah, kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, utamzidi alioishi miaka 10,000 kwa mwezi mmoja tu. Rahmatan min Allahi ila ummati Muhammadin sallallahu alayhi wasallam.
Kwa hiyo watukufu wa Islam, ni waombe tuliokuwa ndani ya msikiti na nje ya msikiti, Ramadhani imekaribia, tujipambeni, tujipangeni, tujiandaeni na kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tumwombeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe siha, atupe uzima, tuufikie mwezi mtukufu wa Ramadhani na tuweze kutekeleza yale ambayo tulioamrishwa na Mola wetu, tulioamrishwa na mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, na Mwenyezi Mungu atulipe malipo yake insha Allah. Ama tukiachana na hilo, tukimalizia kwa dakika chache zilizobaki, nilisema hapo mwanzo tutakumbushana mambo mawili tu yanayofungamana na ibada zetu hizi za swala, na mara nyingi katika misikiti mbalimbali napendelea kukumbushana katika hayo. Na leo hii kutokana na muda nitataja mambo mawili tu ambayo yanapatikana katika swala tano kila siku ya Mungu, huwa yanapatikana. Watu wa Islam, jambo la kwanza ambalo nitalikumbusha kwenu au kwetu sote kwa ujumla, tuwe makini katika hayo. Jambo la kwanza katika at-tashahhudul awwal, at-tahiyatu ya kwanza, yani kile kitako cha kwanza, linaweza kutokea jambo, ima imamu ameghafilika, likatokea jambo hilo, baadhi ya waumini swala zikasihi na wengine zikabatilika wenyewe pasi na kujua. Mathalan, imamu anatuswalisha salatu dhuhuri au swala yoyote katika swala za fardhi, rakaa ya kwanza tunakaa, rakaa ya pili huwa tunakaa kitako pale kwa ajili ya tashahud, atahiyatu ya kwanza. Sasa imamu imetokezea siku kasahau kukaa kila kitako, baada ya kusujudu sijda mbili za rakaa ya pili, imamu huyo anaenda kusimama kuiendea rakaa ya tatu, kile kitako kakisahau. Na yapo mawasiliano ya kumkumbusha imamu, tunasema subhanallah, siku hiyo bahati mbaya imamu hajui alichokisahau, hajui alichokikosea. Subhanallah, imamu kasimama. Sasa mimi na wewe maamuma hapa nyuma tunafanyaje? Hiyo ndio sehemu ya kwanza na kusudia kukumbushana. Watu wa Islam, imamu kasahau kukaa atahiyatu ya kwanza, kasimama kuiendea rakaa ya tatu. Subhanallah, hajakumbuka chochote alichokisahau, kashasimama. Katika hali ya kawaida kwa maamuma yatapatikana makundi kama mawili. Lipo kundi litasimama kumfuata imamu, na naamini kundi jingine litaendelea kubaki chini. Sasa imamu kasimama, kundi limemfuata na jingine limebaki chini, nani aliyokuwa sahihi? Hapo tuweni makini, ili siku ikitokezea basi tuwe ala basira, tuwe na umakini katika hilo, sababu sehemu nyingi wao zinatokezea hali kama hizo, basi mambo yanavurugika. Ndugu yangu, endapo imetokezea hali hiyo, imamu kasimama kuiendea rakaa ya tatu, kasahau kukaa at-tashahhudul awwal, at-tahiyatu ya kwanza, kaisahau. Subhanallah, hakukumbushika imamu, kasimama. Mimi na wewe tunatakiwa tusimame kumfuata imamu. Mimi na wewe maamuma tunatakiwa tusimame kumfuata imamu wetu katika hiyo rakaa ya tatu.
Ikiwa imamu amesimama, wewe haukutaka kusimama, unaendelea na tahiyat, batalati swala ya mtu huyo inabatilika. Kwa sababu gani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, innama ju'ila al-imamu liyutamma bih, haikasi vinginevyo amefanywa imamu kuwa ni mwenye kufuatwa. Akileta takbira kusema Allahu akbar, basi na nyinyi mseme hivyo. Akirukuu, basi mrukuu. Atakachokifanya basi mfanye. Kwa imamu kajisahau, kaiendea rakaa ya 3, mimi na wewe hatutaki kuendelea kukaa pale. Tunachotakiwa tusimame kumfuata imamu. Kwa sababu gani? Kwa sababu ile rakaa ya 3 ambayo kanyanyuka imamu kuiendea, ile ni nguzo, na sisi lazima tusimame kwa sababu tunaiendea nguzo. Kile kitako cha atahiyatu ya kwanza, ile ni sunna. Kwa hiyo huwezi kuiacha nguzo ukang'ang'anikia kwenye sunna. Ukifanya hivyo, swala yako imebatilika. Hiyo nimekusudia kuwakumbusha baadhi musallin, baadhi ya wasaliji wao wanajisahau katika hilo, na ni jambo zuri kukumbushana. Lakini wapi imamu ambapo anaweza kuisahau atahiyatu ya kwanza ukamkumbusha na akarudi katika kile kitabu? Endapo imamu amesahau, anajiandaa kunyanyuka, hajafikia katika hukumu ya kisimamo, yuko chini anajiandaa kunyanyuka, mkabaini kwamba imamu anajiandaa kunyanyuka, naweza kusema subhanallah, na imamu akikumbushika tarudi kukaa atahiyatu ya kwanza. Lakini imamu huyo kasahau, ananyanyuka subhanallah mpaka akafikia katika hukmul qiyam, hukumu ya kusimama. Sasa kashasimama, mimi na wewe hatutaki kumwambia tena subhanallah, kwa sababu tayari kashafikia hukumu ya kisimamo, na kisimamo ni nguzo, kashaifikia nguzo. Hatutaki tena kumkumbusha kwa kusema subhanallah, kwa sababu pale alipofikia imamu huyo haruhusiwi kurudi tena kwenda katika atahiyatu. Anachotakiwa aendelee na ile kinachoendelea baada ya kusimama. Na imamu huyo akirudi baada ya kusimama, akarudi kuiendea tahiyatu hali ya kuwa anajua hilo, batalati salatu, swala yake imebatilika, kwa sababu kaiacha nguzo na kuiendea sunna. Tumeelewana vizuri Islamu Kwa hiyo anachotakiwa imamu akishasimama hatakiwi kurudi, hata kama amekumbusha. Na sisi maamuma tulijua hilo, akishafikia katika hukmul qiyam, hukumu ya kisimamo, haacha kumkumbusha, hebu simama, usiendelee na atahiyatu ya kwanza. Ukiendelea nayo swala yako imeshabatilika. Hiyo ni sehemu ya kwanza. Tuweni makini watu wa Islam katika swala zetu. Na sehemu ya pili ya mwisho, ili tumalize, watu wa Islam, swala yenye rakaa 4 mathalan, au swala yoyote ya fardhi, tujalie mfano swala ya Isha rakaa 4, imamu kasimama kuiendea rakaa ya 5. Anajua kwamba hii ni rakaa ya 4, kumbe ni rakaa ya 5. Maamuma subhanallah, imamu maskini ya Mungu kaghafilika, hajui alichokikosea, kaendelea kusimama katika rakaa ya 5. Maamuma hapa zitatokezea hali kama mbili kadhalika. Lipo kundi ambalo litasimama kumfuata imamu ma'al ilmi au bighairi ilmi, lakini bighairi ilmi, sio ma'al ilmi.
lakini lipo kundi jingine litabaki chini maali ilmi, na wengine wenzangu na mimi wanafuata mkumbo, inyanyuke kumfuata imamu kama walivyomfuata wengine, au niendelee kubaki chini kama walivyobaki wengine. Wapo wenzangu na mimi. Nani yuko sahihi? Je, aliyenyanyuka kumfuata imamu katika rakaa ya ziada, rakaa ya 5, au aliokuwa sahihi aliobaki chini kumsubiri imamu wake? Na nani swala yake imebatilika na nani swala yake imesihi? Hapo ndipo unapokusudia kukumbushana mara ya mwisho. Watu wa Islamu, sheria nasema maamuma wa aina yoyote, endapo imamu kazidisha idadi za rakaa, mathalan swala ya isha kaiendea rakaa ya 5, subhanallah, hakukumbuka kitu, kaendelea, kundi ambalo litasimama kumfuata imamu hali ya kuwa wanajua kwamba imamu ile rakaa ni ya 5, imamu ile rakaa ni ya ziada, ima swala ya magharibi kaiendea rakaa ya 4 ni ya ziada hiyo, au swala ya subuhi kaiendea rakaa ya 3 ni ya ziada hiyo. Kwa hiyo imamu kasimama hali ya kuwa anajua kwamba imamu wetu ile rakaa ni ya ziada, na maamuma huyo akasimama kumfuata imamu huyo hali ya kujua hilo, batalati salatuhu, swala ya maamuma huyo tayari imeshabatilika. Hakuna swala ya isha yenye rakaa 5 na hakuna hoja wengine ukiwagusa, innama ju'ila al-imamu liyutamma bi, hakika vinginevyo amefanywa imamu kwa ni mwenye kufuatwa. Sasa kasimama kuendea rakaa 5 tunamfuata, kwa hiyo akienda mpaka rakaa 10 namfuata. Hadithi innama ju'ila al-imamu liyutamma bi, sio mafhumu ya hadithi. Hadithi mafhumu yake si hayo. Innama ju'ila al-imamu liyutamma bi, amefanywa imamu kuwa ni mwenye kufuatwa katika usawa. Imamu atakapofanya ibada hiyo kwa usawa, kwa katika usahihi, sio katika hapa, sio katika makosa. Kwa hiyo kundi ambalo litasimama kumfuata imamu katika rakaa ya ziada, kundi hilo swala hawana. Lakini itakuwa swala hawana ikiwa wamejua kwamba ile ni rakaa ya ziada. Labda mtu akujua akaamini kabisa, akayakini kwamba ile ni rakaa ya 4, imamu yuko sahihi, anajua hilo, basi atapewa udhuru mtu huyo, swala haijabatilika. Tunamzungumzia aliyojua kwamba imamu ile ni rakaa ya ziada, ni rakaa ya 5, na yeye akanyanyuka kumfuata maamuma huyu, swala yake imeshabatilika. Tumeelewana vizuri Waislamu Basi nani aliyokuwa sahihi? Aliyokuwa sahihi watu wa Islam ni yule atakayebaki chini. Imamu kasimama rakaa ya ziada, subhanallah, hajakumbushika, wewe hutakiwi kunyanyuka kumfuata, bali baki chini hapo hapo. Yantadhiruhu, maamuma atamsubiri imamu wake. Akisharudi imamu chini, akamaliza mambo yake, akitoa salamu, basi mimi na wewe maamuma tutatoa salamu pamoja na imamu wetu. Na imamu huyo akikumbuka kabla hajatoa salamu, akakumbuka la hii rakaa itakuwa ni ya 5, ya 10 sasa ikamdhihirikia kwamba hii rakaa kumbe nilionyanyuka ni rakaa ya 5, kabla salam, kabla hajatoa salamu, sajada lisahawi, atasujudu sidatu sahawi. Na akisujudu sidatu sahawi, na sisi sote maamuma tutamfuata imamu wetu katika sidatu sahawi. Na hikma ya sidatu sahawi ni kuziba mapungufu yaliyopatikana ndani ya swala. Sasa kiongozi wetu, imamu wetu, kuna mapungufu yalipatikana kwake, kwa katika kuyaziba tutashirikiana naye imamu wetu kwa kusujudu sida 2 za sahawi. Hayo ndio mafundisho matukufu yanayotakiwa kufuatwa watu wa Islam. Tuwe makini katika hilo.
Huo ni wajibu wa kwanza, ni njia ya kwanza ya mtu aliyepatia. Usimfuate imamu katika rakaa ya ziada, bali baki chini, msubiri imamu. Imamu atapewa udhuru kwa sababu ameghafilika, lakini kitendo alichokifanya cha kuzidisha rakaa, lau angekusudia, swala inabatilika. Kapewa udhuru kwa sababu ameghafilika kama mwanadamu. Njia ya pili ya mtu aliyopatia, subhanallah, imamu kaendelea kusimama, basi wewe maamuma usimfuate, baki chini hapo hapo, lakini unaweza kusema kimoyomoyo, lakini nawaitul mufaraka, nanuia kuachana na imamu. Nawaitul mufaraka, kimoyomoyo, nanuia kuachana na imamu wangu, nimenuia kuachana na imamu. Baada ya hapo soma tahiyatu, unaweza kutoa salamu pia, wewe uko sahihi na swala yako imesihi. Maana yake umejitoa katika uongozi wa imamu huyo baada ya kusema kimoyomoyo nawaitul mufaraka, nanuia kuachana na imamu, nasoma tahiyatu, mwisho natoa salamu, pia wewe uko sahihi. Kwa hiyo njia ndio hizo, ima kumsubiri imamu akirudi, akitoa salamu, au akisujudu sida tusawi, tutaenda naye. Akitoa salamu, tutatoa naye salamu. Au njia ya pili, ameendelea kusimama hajakumbushika, tia nia kimoyomoyo nawaitul mufaraka, nanuia kuachana na imamu, soma tahiyatu, unatoa salamu kivyako, kadhalika wewe utakuwa uko sahihi. Watu wa Islam, hayo ndiyo niliyokusudia kukumbushana katika masala ya swala, ili kila mmoja awe na umakini juu ya ibada zetu hizi. Ramadhani ndio hiyo inakuja. Kwa hiyo hizi swala tunapoziswali, tuziswalini kwa ufanisi katika namna aliyotufundisha mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akatuambia sallu kama raaitumuni usalli, swalini kama mlivyoniona nikiswali. Hakuna aliyomuona mtume. Mafhumul hadithi, mtume anatuhimiza kwamba tuziswalini swala ma'al ilmi, kwa kuzijua namna sheria ilivyotufundisha. Funga, tufungeni kwa ufanisi zaidi namna sheria inavyotaka, si kufuata mkumbo tu. Hizi ibada zitakaguliwa. Wewe hukutaka kusoma, hukutaka kuuliza, huwapendi wanawachuoni, kaja mtu ana mazungumzo na ndugu zake Waislamu, baada ya salamu ya imamu haupo, lakini hakuna chochote unachokijua, basi ujue hizi swala, funga, zote hizo zitakaguliwa. Sasa watu wa Islam, na wahusia pamoja na kuhusia nafsi yangu, tujitahidini sana katika kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kuzitekeleza ibada zake Mwenyezi Mungu kwa namna ya kiongozi wetu Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alivyotufundisha kupitia wanawachuoni. Tumwombeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie kila la kheri inshallah. Tumwombeni Mwenyezi Mungu atupe uhai mpaka mwezi wa Ramadhani tudiriki, tuwe wazima na tutekeleze ibada zote zinazotakiwa kutekelezwa, na Mwenyezi Mungu atulipe malipo yake yaliyokuwa makubwa zaidi kuliko malipo ya miezi mingine. Wa ila huna kafa, wallahu waliyyu tawfiq. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi.